Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde. Na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubid na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji, ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara. Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Ghalib akaniambia, na sasa hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji 4. Tukamsajili Bertrand Mchimbi, tukamsajili Adebayor Saleh, tukamsajili Bernard Morrison, na tukamsajili Haruna Niyonzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Wa Tanzania kuona kwa namna gani tumeweza ku-elevate mpira wetu, ku-elevate level ya ligi yetu ya Tanzania, ku-elevate vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye mashindano ya ndani ya nchi pamoja na mashindano ya nje. Na specifically nitajikita kwenye Young Africans, na nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wanachama wa Young Africans kuniamini. Lakini imani hii haikuja bahati mbaya. Ilianza kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa tunataka kuisupport Young Africans kutoka kwenye ule wakati mgumu. Katika maisha kuna up and downs, na klabu ya Young Africans ilipitia kuanzia mwaka 2016 tulivyompoteza mwenyekiti wetu baada ya kuachia nafasi ya mwenyekiti ambaye alikuwa wakati huo ni mdhamini na wakati huo ni mwenyekiti wa klabu yetu. Alikuwa ana support kwenye level ya administration kwa maana akiwa kama mwenyekiti, na alikuwa pia ana support kwenye eneo la finance kwa maana uchumi wa kifedha. Downfall yetu ilitokea baada ya yeye kuondoka, na Mungu amtangulize mbele za haki mwenyekiti wetu. Tumuombe Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwepushe na adhabu za kaburi, na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Kwa majina naitwa Abdulkarim Mohamed Amin Nurdin, maarufu kama Popat, makamu wa rais wa Azam Football Club. Niko hapa kwa niaba ya Azam Football Club baada ya kupokea mwaliko rasmi wa ndugu yangu Engineer Hersi, na kiujumla sisi kama Azam FC tukaona ni vyema pia kujumuika kwa sababu lipo ambalo linatugusa kutokana na African Club Association. Moja wapo ni hilo losema kunufaika. Kipindi cha nyuma kabla ya African Club Association kuwepo, tulikuwa tunufaiki na hizo pesa ambazo sasa hivi tumeanza kuzipata, japo sisi hatujawahi bado kufika kwenye group stage, na inshallah safari hii tuko karibia kabisa kwenda kwenye group stage. Na Mwenyezi Mungu atatufanikishia kwenye hilo inshallah. Nikiwa shuhuda wa hilo kwa niaba labda ya club zingine ambazo nao wanaweza kuwa wamenufaika na hawapo hapa, tumeanza kupokea pesa ya msimu uliopita 50,000 ambayo iliingia June tarehe 17. Tumepokea USD 50,000 kutokea lakini kama hiyo haitoshi, engineer ametokea kuzungumza hapa mapema kwa msimu huu ambao tumeanza kushiriki, wameanza kuongeza na itaongezeka. Niwe shuhuda pia, tarehe 16 mwezi wa 9 tumeshapokea tayari $100,000.
Kwa hiyo hizo ndio fursa ambazo sisi kama Azam FC tayari tumeshaanza kunufaika nazo, lakini pia amezungumza jambo ambalo bado nilikuwa sina taarifa nalo, na kuwa sasa fomu zimeanza kutoka kwa klabu zinazotaka kujiunga. Sisi kama Azam FC, mimi kwa niaba ya Azam FC, sisi tutakuwa pia watu wa mwanzo kuchukua fomu na tutalipia na kujiunga na African Club Association. Hapo naamini kabisa kwamba kwenye kila ambacho tunashangilia kama mafanikio, ndani yake ipo shauku, ndani yake kuna kitu ambacho unatamani. Mbali na ambavyo nimezungumza Engineer Hersi kama sehemu ya mafanikio ya ACA katika mpira wa Afrika na kwenye klabu za barani la Afrika, nini ambacho unakitamani pengine, na unatamani tukija tukikaa hapa mwakani inshallah kama muda huu tu tunakizungumza kama sehemu ya mafanikio? Kutokana na uwepo wake Engineer, pia na kutokana na shirikisho letu la Tanzania TFF, lakini pia uwepo wa katibu wetu wa Wizara ya Michezo amekuwa bega kwa bega na sisi, timu zetu kuna uwezekano zote 4 kwa msimu huu zikaenda kwenye group stage. Hiyo kama taifa pia ni jambo kubwa sana, na uwezekano huo unawezekana upo. Tuko karibia 90% ya kupeleka timu zote 4 kwenye group stage. Na pia baada ya kufika kwenye group stage, iko dhamira tunaweza pia tukapeleka timu kwenye quarter final mpaka semi final, na Mwenyezi Mungu akitujalia tuweze kucheza final sisi wenyewe kwa wenyewe. Inshallah, na naamini kabisa kwamba hilo linawezekana. Kama tumeshuhudia finali za timu kutoka nchi moja kaskazini mwa Afrika, naamini kabisa kwamba inawezekana siku moja finali za kombe la shirikisho, finali ya Champions League